Habari za wakati huu ndugu zangu, tena wanafunzi wa physics. Tunamshukuru muumba wa mbingu na nchi kwa sababu ya kuwa na sisi hadi masaa haya. Jina lake litukuzwe sana. Tunaendelea leo tuna topic yetu inayoitwa pressure. Naomba tujikumbushe tulikoanzia kwanza kabla ya kuendelea. Tukasema siku ile pressure is a force per unit area. Tukasema essence of pressure is Newton per meter square. Tukaangalia pressure to solid. Tukasema kwamba pressure to solid depends on two factors, force and surface area. Tukaangalia vitu viwili, maximum and minimum pressure. Tukasema maximum pressure is given by force over minimum area. Tukasema minimum pressure is given by force over maximum area. Tukaangalia examples of areas in which we experience pressure. Tukasema we experience pain, discomfort when we lift a bucket of water made by sin or smaller handle. Tukasema ukienda kuchota maji alafu ukaenda kubeba kale kakishikio kake lazima kuna maumivu utayapata kupitia kile kishikio kwa sababu kuna pressure inakuwa imebi exerted. Tukasema kwamba kwa mfano nataka kukata nyanya, mtu ambaye anakata nyanya kwa kutumia kisu ambacho kimenolewa vizuri atakata kwa urahisi kuliko anayekata nyanya kutumia kisu ambacho hakijanolewa vizuri kwa sababu ya pressure. Kila ambacho kimenolewa vizuri pressure ni kubwa, kila ambacho hakijanolewa vizuri pressure ni ndogo. Tukasema unapokuwa unatembea juu ya kokoto na huna viatu, zile kokoto zinakuwa zinakuchoma choma. Kule kuchoma choma kwa kokoto inaitwa ni pressure. Hayo ni maeneo baadhi ambayo tuliangalia. Ni kama ni maeneo ambayo tunayeshuhudia pressure due to solid. Siku ya leo karibuni tena kwa ajili ya kuendelea na hii physics na hii pressure. Tutaangalia kitu kimoja kinaitwa ni atmospheric pressure. Tusichanganye sasa vitu hivi viwili, atmospheric pressure pamoja na pressure yenyewe. Haya maneno yanatofautiana. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is air pressure due to the force or gravity per unit area of the air molecules. Nini maana yake? Naomba nirudie kwanza kusoma. Uwe makini mwanafunzi wangu, usichanganyikiwe tena na usiite physics ni ngumu eti umeshindwa tu kutofautisha maneno mawili, pressure na atmospheric pressure. Leo ni siku ya kudadafua, leo ni siku ya wewe kujua. Atmospheric pressure is the air pressure due to the force or gravity per unit area of the air molecules. Nini maana yake? Naomba kwanza nitoe, mimi unajua nakuwa nafundisha, mimi napenda sana kutumia mazingira ya kawaida. Mazingira ya kawaida tufanye tujue zaidi na kuelewa uhalisia ulivyo. Ukisimama, ukiwa umesimama, kuna hewa nyingi na imekugandamiza. Hewa inayotoka juu inakugandamiza kuelekea chini kwa sababu ya force of gravity. Inakugandamiza. Hewa nyingi inakugandamiza, inakwambia shuka, nenda chini, nenda chini, nenda chini, nenda chini, nenda chini. Hewa nyingi inakuwa imekugandamiza. Hiyo hali sasa ya hewa kugandamiza, yani inatoka juu inakugandamiza wewe kuelekea chini, inaitwa ni atmospheric pressure. Nirudie tena kwa Kiingereza. Atmospheric pressure is the air pressure due to the force or gravity per unit area of the air molecules. Kuwe ni mgandamizo wa hewa kuelekea chini is what called atmospheric pressure. Atmospheric pressure tend to decrease as you ascend, or it tend to decrease as you go upwards. Unapokuwa unapanda juu
kutoka usawa bahari, atmospheric pressure inakuwa inapungua. Maana yake nini? Kuwa makini hapo, usichanganyikiwe. Atmospheric pressure to decrease as you go upwards means unapokuwa hapa dunia, hapa usawa bahari, kuna hewa nyingi sana kugandamiza inayotoka juu. Hewa nyingi sana kugandamiza. Inakwambia shuka chini, inakwambia shuka chini, inakwambia shuka chini, na kupush downwards. Sasa kuna concept imeambiwa hapa, kuna siri imesemwa hapa kwamba as you go upwards, atmospheric pressure tend to decrease. Maana yake nini? Kama kuna hewa nyingi na kugandamiza kuelekea chini, yenyewe inatoka juu. Sasa unapokuwa unapanda juu, kumbe unaipunguza hewa ambayo ingekugandamiza. Kwa pamoja hewa ambayo ingekugandamiza kuelekea chini unaipunguza. Ukiwa unaipunguza hiyo hewa hiyo, basi tunasema na atmospheric pressure inapungua. And thus we say that as you go upwards, also the atmospheric pressure tend to decrease. Nadhani tumeelewana. Nawashukuru sana. Leo nilipenda tuweze kushare hii concept ya atmospheric pressure. Lakini niko mtandaoni kila muda kwa ajili ya kuelewesha wanafunzi wangu, wanafunzi wowote wanaonisikiliza kuhusu physics. Nipo duniani kuhakikisha ulimwengu ya kwamba physics ni somo rahisi kuliko somo lolote. Mzazi, una mtoto pale nyumbani, ule muda wa chakula au muda wa story, mweke video zangu mtoto wako ambaye aze kwa form 1, yuko form 2, form 3, form 4, apate concept. Unajua ukipata concept halisi, kukumbuka ni rahisi mno. Rahisi mno. Assume swali katika mtihani wa mwisho likaje na kuelezea atmospheric pressure, na kuhakikishia mtoto wako atakuja andike page nzima concept moja. Kwa sababu concept hiyo imeishi, atajibu kutumia mfano. Kwa hiyo mzazi, kama una simu, tumia simu yako kwa ajili ya kutengeneza kizazi chako kisome physics. Mtoto wako awe daktari, awe engineer, kwa kutumia msaada pia wa masomo yangu ambayo Mwenyezi Mungu amenibariki kwa ajili ya kuyafundisha. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Endelea kusubscribe na kunifollow ili na mimi niweze kushirikiana nanyi kwa uzuri zaidi. Nashukuru sana. Mungu wa mbinguni awe na nyinyi.